kuna maamuzi mengine yatakiwa yaende zaidi hapa alipoenda, lakini wakaona bwana, hebu tuwapunguzie maumivu bwana, hii tukifanya na hii tena itakuwa ni shida kwa watu, hebu tuachane hivi. Unajua kuna kitu kimefukiwa wapi tena kwenye uwanja kwanza, lakini hao wa Yanga wameenda kuwananga bodi ya ligi kwamba sisi tutafanya tena na tutaweza kufanya kwa dakika chache, na sisi hatutaumia kwa sababu watakaotoa ni wanachama na sio klabu. Pengine Yanga wanajivunia uwepo wa mashabiki na wanachama ambao ni imara kwenye hili na kubebana. Hata kama wangekuwa hawajivunia, wanajivunia maadamu kama wanaweza kutumia hao wanachama wao kwenda ku-entertain vitu vya hovyo, manake hiyo ni aibu kwenye ligi. Si unanielewa? Hii ni arati ya namna ligi ambavyo unavyoelekea kuporomoka na kuharibiwa kwa mazingira ambayo mimi nayaona. Kwa watu ambao wanapenda mpira watakuwa wanaelewa kuhusiana na hiki ambacho nakizungumza. Ukifuatilia kidogo historia ya Nigeria, umeelewa? Matukio ambayo wanafanya, siwezi kusema anaweza kafanana kwa 100%, lakini wao walikuwa wanaona mambo yanaenda vizuri tu. Leo Nigeria haizungumzi katika ligi bora kwa sababu ya tabia ambazo zikaota mizizi, zikaweka makao na hakuna namna kurudi katika njia ya kawaida. Umeelewa? Unajua hata sheria za nchi zilivyotengeneza kwamba mbakaji sawa au mtu aliyefanya makosa makubwa zaidi kuna kufungiwa maisha, kuna kufungiwa miaka 30, miaka 10, miaka mingapi. Hawakuweka kwenye term of money. Umeelewa? Waliweka kwenye mfumo wa mtu kuwajibika bila kutumia pesa. Wange-convert kwenye pesa, inawezekana magereza pala singekuepo mtu. Unajua hata FIFA akija kusikia kwamba kumetokea hiki alafu ni mjumbe wa FIFA kwenye mashindano naye yumo kwenye tukio hili, itakuwa ni aibu sana. Umeelewa? Hebu angalia lile tukio ambalo wanatoka wachezaji kutoka nje kutoka kwenye uwanja kwenda kwenye nyumba ya mtu kufanya kama dressing room. Uwezi kuniambia kwamba Engineer Hersaid alikuwa ajui. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho. Engineer Hersaid alikuwa anajua kwamba kitaenda kufanyika kitu fulani na alikibariki. Kwa sababu kama president hauwezi kufanyika utumbo kama ule alafu usibariki. Yes, bwana, karibu sana kwenye exclusive interview. Niko na chambuzi la Black and White, Lugano Israel. Bwana vipi? Safi, inakuaje? Unyama ni mwingi. Tunamshukuru Mungu, hai, afya. Tumeamka tukiwa wazima. Ni jambo la kumshukuru Mungu. Yes, bwana, ni siku fulani ambayo iko fresh sana. Bwana, hebu tuzungumze sasa ya kimichezo na namna ambavyo vitu vinaendelea. Imetoka adhabu kali sana kwa vilabu. Tukianza kwa Yanga, tukianza kwa Walter Helson dhidi ya Chama. Tuanze kwa Yanga. Naona wameshatimiza jambo lao bwana. Final upewa milioni 30 na wametimiza lengo. Pengine unalipi la kukazia hapo, tukianza kwenye adhabu ambayo waliweza kuipata Dar es Salaam Africa, lakini kwa wao ni kama vile walihitaji zaidi alama kuliko faini. Kitu ambacho kimetokea haswa kwa adhabu ambazo kwa fine, tuseme adhabu ambazo bodi ya ligi wamezitoa kwa Yanga, na Yanga kwenda kupitisha harambee kwa mashabiki ndani ya siku moja, wakati hao watu ndani ya masaa 72, lakini wao ndani ya siku moja dakika chache tu wamepata hiyo pesa. Ni anguko kubwa sana la ligi yetu, ni anguko la mpira wetu, ni anguko la kanuni zetu. Na hiki kitu ambacho kuna mtu ambayo huenda hajajipa muda wa kutafakari zaidi, anaweza kuwapongeza Yanga na kuwapigia makofi. Anaweza akasema Yanga amefanya kitu kizuri, Yanga ni timu kubwa, Yanga itafanya nini, lakini ni fedhea na ni dharau kwa bodi ya ligi. Fedhea na dharau kwa bodi ya ligi hiki ambacho kimefanyika. Haiwezekani bodi ya ligi watoe adhabu ambayo unaweza ukasema kesho watu wasirudie tena. Alafu anaweza kuambia sisi tunakupa kwa sekunde moja, hata tuambie shilingi ngapi sisi tunakulipa. Na tutafanya na kesho. Nakwambia hii ni arati ya namna ligi ambavyo unavyoelekea kuporomoka na kuharibiwa kwa mazingira ambayo mimi nayaona. Kwa watu ambao wanapenda mpira watakuwa wanaelewa
kuhusiana na hiki ambacho nakizungumza. Ukifuatilia kidogo historia ya Nigeria, umeelewa? Matukio ambayo wanafanya, siwezi kusema anaweza kafanana kwa 100%, lakini wao walikuwa wanaona mambo yanaenda vizuri tu. Leo Nigeria haizungumzi katika ligi bora kwa sababu ya tabia ambazo zikaota mizizi, zikaweka makao na hakuna namna kurudi katika njia ya kawaida. Umeelewa? Unajua hata sheria za nchi zilivyotengeneza kwamba mbakaji, sawa, au mtu aliyefanya makosa makubwa zaidi, kuna kufungiwa maisha, kuna kufungiwa miaka 30, miaka 10, miaka mingapi. Hawakuweka kwenye term of money. Umeelewa? Waliweka kwenye mfumo wa mtu kuwajibika bila kutumia pesa. Wangeconvert kwenye pesa, inawezekana magereza pala singekuwepo mtu. Umeelewa? Kwa sababu watu wana mashamba, wana manyumba, wana kila kitu ambacho kinaweza kawawezesha wao wakalipa tu, kwa sababu kwenda jela ni kitu kingine. Umeelewa? Sasa kwa nini vyote hawajiweka kwenye pesa? Waliweka kuepusha kwamba usije tukaweka kuna watu fulani waweza kalifanya hili, anasema mimi hii nitalipa faini. Hii mtaiweza tu. Hii haiwezi kunifikisha mimi huku. Lazima kuwepo na tabia ya watu ambao wanatumia pesa waseme kwenye engo hii sitatoka. Si umeelewa? Hapo namaanisha nini? Yanga wamefanya makosa ambayo ni ya kuidhalilisha ligi yetu. Kwenye dabi ya Kariakoo inafuatiliwa na watu wengi. Unajua kitendo, watu wanafananisha kitendo cha timu kukataa dressing room ndani kwa ndani. Umeelewa? Na tofauti na kitendo ambacho timu inatoka nje, yani inavuka mpaka barabara kufuata nyumba nyingine. Ni kama ligi ya mchangani. Ni kama ligi ya mchangani, ligi ya kugombea mbuzi au ng'ombe. Umeelewa? Ni kitu cha aibu. Sasa kwenye kanuni ya 45 kifungu cha 17 ndicho ambacho bodi ya ligi walikenda kukitumia. Bodi ya usimamizi wa ligi, kamati ya usimamizi wa ligi, wao wakaenda kukitumia kuadhibu Yanga. Hicho kifungu kinajieleza kabisa kwamba wana mandate, sawa, ya kuexpand yani nje ya kanuni za mara kwanza ambazo zipo, sawa. Wanaweza kuongeza, hiyo kanuni inazungumza kwamba wanaweza kuongeza adhabu au chochote ambacho, kama adhabu iko CAF au iko FIFA au wao wenyewe watakaona inafaa, kwa sababu sio matukio yote ambayo yanaweza katokea kwamba FIFA alisha kutokea liamliwa vipi. Kwa wao wanaweza kuongeza kutokana na mazingira husika. Hiyo kanuni inawapa uhuru na mandate ya kuamua hivyo. Sasa uhuru huo ambao walipewa, waliamua wakijua milioni 30 zikatosha kuwafanya Yanga waseme tusirudie tena kufanya hili tukio. Lakini hao wa Yanga wameenda kuwananga bodi ya ligi kwamba sisi tutafanya tena na tutaweza kufanya kwa dakika chache, na sisi hatutaumia kwa sababu watakaotoa ni wanachama na sio klabu. Pengine Yanga wanajivunia uwepo wa mashabiki na wanachama ambao ni imara kwenye hili na kubebana. Hata kama wangekuwa hawajivunia, wanajivunia maadamu kama wanaweza kutumia hao wanachama wao kwenda kuentertain vitu vya hovyo. Manake hiyo ni aibu kwenye ligi. Si unanielewa? Unajua mpaka sasa hivi walichokifanya Yanga ni fedhea, ni aibu kwenye ligi, na wamewadharau bodi ya ligi, kamati ya uendeshaji wa ligi. Kama wenyewe hawajajitafakari kama ni fedhea, ni dharau kwao, watakuwa pengine nahisi sijui watakuwa na mioyo ya aina gani au vichwa vya aina gani, lakini naamini kwa akili na uwezo waliokuwa nao watakuwa wamekaa kwenye vikao vyao kwamba hii ni fedhea. Kwangu mimi nachukua ni fedhea kwa kiwango cha lami kabisa, kwa sababu haiwezekani Beni. Nimekupa adhabu. Sababu ya adhabu sio kwa sababu wewe ni kukomoe. Adhabu ni kwamba maumivu utakaofeel kwenye adhabu ya kufanya useme sirudii tena. Na ndio maana kuna wakati watu wanapelekwa jela si kwa sababu ya kuwakomoa, kwa sababu ya ujifeel
kutokuwa na uhuru, kutokula chakula unachokipenda, mazingira unayoyataka, ili baadaye useme kule sitaki kurudi tena. Umeelewa? Lakini Yanga hii inaonyesha kabisa kwao sio maumivu tena. Umeelewa? Swala la faini milioni 10, milioni 30, 50, hata angesema milioni 100 kwa Yanga, wangechanga ndani ya siku 3 na ingeisha. So umeona hii hapa 30 sio hela ndogo. Kwa hiyo hicho kitu ambacho kinafanyika bado hakijawa dawa kwa nani? Kwa Yanga. Kitu ambacho kinatakiwa kurudi sasa hivi ni kwenda kugusa mamlaka. Umeelewa? Ili uweze kusaidia watu wasirudie tena, lazima mtu ajifile maumivu. Unajua, mfano na mzazi anapokuwa anampiga mtoto, anapochukua fimbo kumchapa mtoto, sio kwamba mpendi. Huwa anachukua fimbo kumchapa mtoto ili mtoto kesho aseme sitaki nisirudie tena. Yaani afili yale maumivu kwamba hivi nikifanya tena nipigwe, hapana. Anaachana na kile kitu afanye. Umeelewa? Kwa hiyo kama mzazi hawezi kufanya kitu ambacho mtoto aseme sirudii tena, manake hilo ni tatizo. Na hicho ndicho ambacho kimefanyika kwa bodi ya ligi. Ni kitu ambacho mimi binafsi kabisa nikwambie Beni, naiona anguko la ligi. Kama bodi ya ligi wataendelea kuwa waoga kwenye maamuzi haya na kuto kuchukua hatua stahiki ambazo klabu inaweza ikasema tusifanye hivi, yani wakipeka kwenye njia ya pesa tu. Hapa tunaizungumzia Yanga, unajua. Hapa tunaizungumzia Yanga wamefanya hicho kitu. Sio kwamba Simba hawezi kufanya. Kwa Simba nao wataona tunahitaji pointi 3. Faini yetu ni tukifanya hivi, faini itakuja milioni 10. Pointi 3 ni lazima. Wataharibu taratibu, watasema tutalipa milioni 10. Alitengeni kabisa. Unaweza kaitenga hata kabla tukio lijafanyika. Sio unajua ataifanya. Kama ambavyo Yanga amefanya. Yanga wamefanya, walijua tu kutakuwa na faini. Na ndio maana wakaweka nje na walijiandaa. Hii Yanga kupewa faini na TFF na bodi ya ligi sio kwamba eti imekuja kwamba walikuwa hajajua. Uongozi ulikuwa umejua. Itakuja kutokea hivi. Walijua itatokea. Kwa walijiandaa. Sasa hicho kitu ndicho ambacho kamati ya uendeshaji wa ligi wanapotoa adhabu lazima wazingatie. Kama kuna kipengele ambacho kinawapa mwanya na uwanda mpana wa kuamua kutoa adhabu, lazima pia wahakikishe adhabu hizo mtu aseme sirudii tena. Maana yake inatupa aram pia kuelekea kwenye kutengeneza kanuni mpya. Lazima pia hizo kanuni ziende zikafanya nini? Zikaangalia mazingira halisi ya ligi yetu. Mazingira halisi ya ligi yetu ni yapi? Yanga, Simba, Azam sidhani kama wana tabia hizo, lakini nao wanaweza kaingia kwenye tabia hizo kama akiona kama kuna possibility ya kufikia malengo yao, kwa sababu kama iwezekani na sisi tunaweza kufanya hivi. Yanga, Azam, Singida na Simba wote wanaweza katumia njia hiyo ambayo ameitumia Yanga hiyo na wakasema adhabu ni shingapi, tengeni hela kabisa, twende tunafanya kitu kwa sababu inanufaisha. Kwa hiyo wanatakiwa kufanya kitu kimoja, ni kwenda kubadilisha kanuni isibezi tu kwenye nini? Kwenye pesa. Iende ikabezi kuathiri au kugusa mamlaka ya juu. Unajua, hebu angalia lile tukio ambalo wanatoka wachezaji kutoka nje kutoka kwenye uwanja kwenda kwenye nyumba ya mtu kufanya kama dressing room. Uwezi kuniambia kwamba Engineer Hersaid alikuwa ajui. Mimi nitakuwa mtu wa mwisho. Engineer Hersaid alikuwa anajua kwamba kitaenda kufanyika kitu fulani na alikibariki. Kwa sababu kama president hauwezi kufanyika utumbo kama ule alafu usibariki. Umeelewa? Kwa kuna lazima utafanya nini? Utabariki tu. Hata kama alipelekewa ripoti ambayo hakuielewa, basi ni yeye atakuwa na makosa. Lakini mimi naamini kuna asilimia kubwa sana ambazo zinamuonyesha kabisa kwamba president wa Simba, president wa Yanga alikuwa anajua. Kwa hiyo hilo litarudi tena kwa nani? Litarudi tena kwa Simba. Nini ambacho kifanyike sasa? Ni kwenye kanuni. Sawa? Kanuni zinazofuata ziguse kama mamlaka. Maana yake kama amefanya Simba, amefanya Yanga, kesho kutwa atafanya Simba. Kanuni ije ambayo haina kuogopana. Na najua mamlaka wanaogopa sana Yanga. Wanaogopa Yanga kwa sababu Lugano. Wanaogopa Yanga kwa sababu vipi? Kuna maamuzi mengine yatakiwa yaende zaidi hapa alipoenda. Lakini wakaona bwana, hebu tuwapunguzie maumivu bwana. Hii tukifanya na hii tena itakuwa ni shida kwa watu.
Hebu tuachane. Hivi unajua kuna kitu kimefukiwa. Wapi tena? Kwenye uwanja? Kwanza, sio kufukiwa chini. Yaani kuna kitu kimezibwa kwenye ili swala. Kwenye ile mechi ya dabi itakiwa meneja wa Yanga itakiwa apate adhabu hizi 2. Amefungiwa na faini. Amepewa adhabu moja. Sawa, ile ya kumsukuma Chama. Umeelewa? Ile adhabu ya kwenda kwenda kushawishi uwanjani, ile wala hawajamgusa. Kushawishi uwanja kwamba uwanja ni mbovu. Ile ilikuwa kwa viongozi, udhibiti wa viongozi. Kanuni ya 46 inazungumzia udhibiti wa viongozi. Yeye ni kiongozi, ukiachana na kina Privadinho ambao Yanga ndo anajua kama wapo hawapo, si ndio? Lakini yeye ni kiongozi, kama meneja inampelekea kabisa kupata adhabu kwenye lile tukio. Lakini kamati ya uendeshaji wa ligi wameifunika. Si unaelewa? Kwa nini wameifunika? Ni kuogopa kwamba tumewapa adhabu kubwa Yanga ya milioni 30, ili lingine achana nalo bwana. Hakuna kitu kama hicho. Mtu amekosea, ruka naye ili kesho ajisikie kwamba anajisikia vibaya. Angalia vitu ambavyo wanavifanya Yanga ambavyo sasa hivi vinaenda kupelekea mambo ya ajabu sana. Wanawachangia wachezaji wanapokuwa wamefanya makosa. Si unanielewa? Hilo ni anguko la ligi. Unajua ukifanya kosa lazima kosa hilo ujisikie kwamba wewe kweli ujiutie kwamba kweli nilifanya nimeikosea. Kwenye adhabu moyoni mwako ujisikie kwamba nimekosa. Sasa angalia Diarra alifanya kosa wakamchangia. Sasa hivi wamefanya kosa lingine ambalo ni la klabu, wanachangishana ili kupelekea maumivu kwenye klabu. Nini ambacho kinatokea? Tabia ya Yanga watakuwa naweza kufanya chochote kwamba mchango tutachangiana tu. Lakini nashangaa kwa upande wa Mdathiri Yahaya sijaona kama amechangia. Labda tu mtu mmoja, sasa faini yake si ilikuwa ni milioni 1 tu, milioni 2 tu. Sasa ongeka wazi kwamba bwana tumechangia, au Mdathiri Yahaya anaenda kutoa mwenyewe. Lakini pia ya Ibra Baka sijajua kama walichanga, ila naona ya Diarra ndo walichanga. Kwani Diarra ilikuwa shilingi ngapi? Lugana, hebu turudi kidogo sasa miaka ya nyuma kabla ya Hersi hajaingia kwenye uongozi wa Yanga. Ana mazuri yake mengi ambayo ameyafanya, lakini uongozi wake umeonekana pia na matukio mbali na mazuri yake, lakini pia na matukio mbalimbali. Kipindi cha nyuma tukaona faini kama hizi ambazo zikiwa zinatokea na watu wanachanga. Ilikuwa ni Yanga ambayo naweza kusema kwamba ilinyoka, lakini tokea uongozi ufike pia mazuri yake ni mengi, lakini mapungufu pia yako ni mengi. Kwa hizi faini ambazo zinatoka kwamba kila mchezaji anaifanya na faini zinatoka na wanachama wanachangia pia, tunaweza kuona kwamba ni upendo, lakini ni moja dalili au alert kubwa sana kwamba ligi yetu sasa inaelekea super zuri, kwamba kama bingwa tu anaweza akafanya makosa na akatoa faini na vitu vikaendelea. Ni sahihi kabisa kwamba uongozi wa Yanga ujitafakari kwenye hiki ambacho pengine anachokifanya, kwa sababu pia utaondoka uongozi, utakuja uongozi mpya ambao nao sasa atashindwa pengine kufanya hiki ambacho pengine uongozi huu unafanya. Unajua Beni, swali lako ni zuri, lina hoja nyingi sana humo ndani. Kwanza ukimwangalia Engineer Said toka alivyoingia, kuna baadhi ya vitu vimebadilika positive, yani vimekuwa na maendeleo positive ndani ya Yanga. Yani unaweza ukasema ni rais wa mfano ndani ya klabu ya Yanga kwa kipindi hiki. Wapo wengine wamefanya kazi zao kwa kipindi hicho, lakini kwa sasa ni rais wa mfano kwenye baadhi ya vitu. Lakini huyo Engineer Said amekuwa rais wa mfano negative. Kwa sababu gani nasema hivyo? Kwa sababu kama unaweza kaona vitu kama hivi, alafu kaona hebu tuendelee, hiyo ni negative. Umeelewa? Yeye angeona kwamba mimi kwenye nafasi yangu nilionayo kama rais wa Yanga, kama mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, lakini nina mwamvuli mwingine ambao ni wa kuitengeneza soka la kiheshima duniani, ni mjumbe wa FIFA kwenye mashindano. Natakiwa niweje? Natakiwa nisimamie vipi mpira wa miguu? Unajua hata FIFA akija kusikia kwamba kumetokea hiki, alafu ni mjumbe wa FIFA kwenye mashindano, naye yumo kwenye tukio hili, itakuwa ni aibu sana. Umeelewa? Itakuwa ni aibu sana. Kwa sababu ukiangalia kwenye kipindi chake, achana mambo mengi mazuri yaliyofanyika, lakini yale ambayo hayana maana pia
yamekuwa yakifanyika. Hili nalo ni baya sana la kuchangisha mashabiki kwenye vitu ambavyo vimefanyika negative. Umeelewa? Mimi kama ningekuwa mimi, ningesema bwana, inawezekana hatuna hela, lakini hebu tutoe hela yetu. Natoa hela yetu. Alafu tunatengeneza kitu kingine tofauti ambacho kitafanya mashabiki wachangie kucompensate ile sehemu bila kuambia kwamba tunalipia kwa sababu ya kitu fulani. Mimi binafsi navyoona. Lakini kuruhusu kama mwenyekiti, kwa sababu kwa maana zile unapoona posti zipo pale za club za nani, kwenye posti za Yanga zinasema mchango kiasi fulani, Engineer Said anaona michango inaenda kwa ajili ya nini, anajua kwake yeye anaona na faida gani. Mimi kwangu naona ile ni negative kwake kubwa sana. Ni kitu ambacho mimi binafsi ningesema no, akitaki kwa hadharani. Hata kama tunafanya, ingekuwa tupite katika njia nyingine, tungechangia hata kwa tunaenda kufanya kitu fulani, ile pesa ikipatikana ndo tunaipeleka kwenye engo hii. Lakini kupeleka kwenda kupoza maumivu ya kwamba tumepigwa faini ya milioni 30 tuwachangishe watu. Alafu mimi naona pia hata mashabiki wa Yanga, sore kwa kusema hivi, sidhani kama watakuwa wako sawa kichwani. Mapenzi ni mapenzi na love. Ngoja nikwambie, sidhani kama watakuwa sawa kichwani. Kwa sababu gani? Haiwezekani Beni, kitu cha kusema hiki hakikustahili, nyie mnaki-entertain, maana yake tuendelee kufanya hivi. Umeelewa? Baada ya kutafuta solution ilikuwa ni kuchukua hatua zingine. Pengine bwana, menda huko, sisi hatujapenda mwende huko, tuchukue hatua, bodi ya ligi atufanye hivi mpaka akifanyike kitu fulani, au kuwepo na haki hii, au tuweke utaratibu huu. Lakini kwamba kuchangia ni kama kwenda kuipeleka timu yao, yani kuenda kuifukia timu yao, kwa sababu itakuwa ni timu ya aina gani ambayo inaamini mambo ya kishirikina. Umeelewa? Yani kwangu mimi nina shauri upande wa Yanga, wana kila sababu ya kukaa na kwenda kujitafakari hiki ambacho wanakifanya. Sio kitu ambacho kina afya kwa miaka ya huko mbele. Umezungumzia hapa, kuna viongozi wengine watakuja nao wafuate njia hizi za kwanza kuwachangisha, yani kuwachangisha wanachama ili wakafanye nini, wakalipie faini. Kwa nini wasifikirie kuchangisha wanachama wakajenge hata uwanja? Kwa nini wasifikirie kuwachangisha wanachama wakatengeneza vision nyingine ya kutengeneza biashara kubwa? Wanachangisha kwenye vitu vya ajabu. Mimi binafsi sijaona kama ina maana. Kwangu haina impact na haina faida, kwa sababu haiongezi kitu chochote chenye maana kwenye soka, zaidi inaenda kuidumaza soka kuingia kwenye vitu ambavyo ni vya ajabu. Yes bwana, nilikuwa na Lugano Israel kwa siku leo, na tumepiga story nyingi sana, hususa kuhusiana na hii faini ambayo Yanga bwana wameitimiza, washamaliza katika yale masaa ambayo wamepewa wao, tayari bwana wameshaua. Hapa ilikuwa exclusive interview na Lugano Israel, mzee wa white and black.